Asante sana ITV Mikocheni, Dar es Salaam. Hapa ni katika eneo la Kiongozi, kata ya Maisaka, wilaya Babati, mkoa wa Manyara, ambapo magari mawili ya mizigo yamegongana na kusababisha ajali ambayo imepelekea kifo cha mtu mmoja na mmoja kujeruhiwa. Nimezungumza na mashuhuda kadhaa walioshuhudia ajali hiyo, wanaeleza jinsi ilivyokuwa. Sisi hapa tulivyofika hapa tumkuta gari inaendelea kuwaka. Tukamkuta na mmoja mbanwa na mlango kiuno. Kwa tukaendelea kumuokoa, tukamvuta, tukamweka hapo, tukasubiri gari, tukampakia, tukaenda naye hospitali ya mkoa. Kwa sasa hivi ndio sisi tumetoka mkoani hospitali. Kwa hiyo yule amvunjika kiuno na mguu. Na yule ni aliomba lifti. So gari ile aliomba lifti tu Minjingu. Kwa hiyo walikuwa na huyu jamaa aliyeungua. Yaani gari lilipoanguka ndo ikaungua saa hiyo. Alipoungua ndio watu wakaja wakamtoa wale watu wawili wakampeleka hospitalini. Wakampeleka hospitalini mkoani. Ndio wakaenda kumfanyia huduma. Ndio hivyo mimi nazoelewa. Nadhani kama gari ilikuwa imefeli akaangukia korongoni. Hii anayetoka kutoka Arusha anaelekea juu ndio imeungua. Ndio kasababisha ajali, watu kuungua ndani. Nilisikia kishindo kizito nikiwa nyumbani. Baada ya hapo nilisikia kimora cha gari ya zimamoto. Nikajua lazima kutakuwa kuna tukio baya limetokea. Nikaja kufika hapa nimekuta wameshashusha mipira wanaendelea kuzima moto. Tukashirikiana kuhakikisha moto utazimika na kuokoa maisha ya mtu aliyekuwa amebanwa kwenye vyuma hapo, ila tulishindwa kumwokoa kwa sababu moto ulikuwa mkali. Baada ya moto kuzimwa, tulishirikiana na polisi kuhakikisha ule mwili unaokolewa na umepelekwa mochwari. Mtu mmoja ambaye tuliwahi kumtoa kabla ya moto kumfikia, na yeye alikuwa na majeraha makubwa ya kuvunjika miguu. Kwa bahati nzuri nilipokea taarifa kutoka kwa afisa mtendaji mmoja wa eneo la Magugu, ambaye nafikiri alikuwa yuko njiani anapita, akawa ameona ajali ambayo imetokea na moto unaanza kutokea. Kwa hiyo akawa amenipigia simu na mimi mara hiyo nikatoa taarifa kwa kikosi ambacho kiko standby, na kwa muda huo wakaweza kufika mara moja kwenye eneo. Na tulipofika kwenye eneo tumekuta magari mawili yamegongana. Moja linatoka Rwanda kuelekea Tanga, na lingine linatokea Arusha, lilikuwa limebeba bia linaelekea kanda ya kaskazini. Kutokana na mvua nyingi ambazo zilikuwa zinanyesha, huyo mwenye mzigo alikuwa amechukua tahadhari, anatembea katikati ya barabara na alikuwa kwa mwendo wa taratibu. Lakini hii nyingine inatoka Rwanda ilikuwa haina mzigo, na kwa bahati mbaya ile eneo ni eneo la mteremko. Kwa sababu hiyo sasa, na bila shaka liko kwenye spidi kidogo. Ile kutamaki wanakuja kukutana uso kwa uso. Sasa hili linalotoka Rwanda kwenda Tanga, akawa amemkwepa mwenzake akamwekea bodi. Sasa hii ambayo ina mzigo ikagonga kwenye bodi, bahati mbaya ikagonga kwenye maungio ambapo kuna sehemu yenye betri pamoja na tenki la mafuta. Kwa hiyo ile compact ikawa imesababisha moto kutokea. Wakati sisi tunafika kwenye tukio tayari mwili mtu mmoja akiwa hai ametolewa kwenye eneo la tukio, amepelekwa hospitali ya mkoa ya rufaa ya mkoa wa Manyara, lakini kwa bahati mbaya na